Ni wewe tena. Hivi unataka nini kwenye maisha yangu Kenny? Mbona unataka kulazimisha tu maadui wako tu? Ninachokitaka unakijua labda. Alafu leo sijaja kugombana nawe. Nimekuletea zawadi tu. Kenny, ninachokitaka ni wewe unisaidie kuwa mbali na maisha yangu. Ni hicho tu na si vinginevyo. Hivi vingine vyote unajisumbua baba. Alafu unajua na kwa shimwe nitakuja kukusababishia matatizo, unichukia maisha yako yote ukiendelea kunifuatilia. Nadhani mimi naogopa matatizo. Usiwe na maneno mengi. Nimekuletea zawadi, tafadhali pokea. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Na iwe mwanzo na mwisho. Siku nyingine nikisikia hata harufu yako hapa, nitakuitia mwizi bila kukuangalia usoni. Mke wangu. Abe? Nakuja mangu. Siondoki hapa mpaka utapopokea zawadi. Kenny, naomba uondoke sisi. Siondoki hapa mpaka utapopokea zawadi. Wewe mbona umechelewa hivi? Love. Mke wangu. Fanya nini sasa? Mke wangu. Sisi mama, mbona unahema hivyo? Mbona ukuita muda mrefu? Unaona tunachelewa kuja. Kuna mgeni nilikuwa nazungumza naye. Mgeni? Mgeni gani? Simfahamu hata mimi. Sasa kama mtu mfahamu unakaja muda mrefu unamsikiza anaongea nini wakati mtu mfahamu? Amesema kwa alikuja kumwona Beyonce na kuna mzigo wake alikuwa amepelekea. Ndio nikawa najaribu kumdadisi maswali nijue ni nani yake, yani imekuwaje kwaje, ndio hapo nilikuwa nazungumza naye ukaniita nikamruhusu tu aondoke. Kumwona Beyonce? Anasema amempata Beyonce. Huyo jinsia gani? Ni kijana fare tu. Wa kiume. Kijana mwanaume? Mwanaume, si hivyo hivyo mwanangu jamani. Sasa unaposema kijana kama vile ni kama mwanafunzi au kijana kametoka toka wapi? Sema mwanaume kaja. Ndio hivyo hivyo Ndio hakupa hilo furushi. Sio langu la dada yako. Sasa hilo la dada yako unaingia nao fanya nini huko ndani? Sasa sio kama sisi ndio umeniita jamani. Nikificha ficha kwa sunge nafikiria vibaya. Yaani wewe umeniita sema sasa kuongea naye ndio nikaja huko moja kwa moja kwa sababu nakujua mume wangu. Mke wangu kabisa umepewa furushi hilo uingie nalo ndani kabisa, naomba nilipokea kabisa, mpelekee Beyonce, naomba nilipokee kabisa, umeingia nalo hadi ndani, si ndio? Sasa mimi kosa langu liko wapi jamani? Mimi mjumbe wangu. Huyo Beyonce aliyomzungumzia ni ndugu yetu tunaishi naye. Mbona angekuwa mtu ambaye simfahamu singepokea. Mimi najua kama kamwagiza. Hebu naomba nione. Nipe nione anatolea macho ya nini? Yaani mtu anakuja humjui, wewe unapokea tu furushi. Mke wangu. Hiyo si nguo za ndani? Wewe ndio tusiangalia. Nguo za ndani? Ana makubwa huyu. Ana makubwa wewe ndio una makubwa. Mimi sasa nimefanya nini jamani? Wewe unapokeaje mzigo kwa mtu ambaye humjui unaingia nao mpaka ndani kwangu? Sasa wangu mimi nimemtuma mtu alete. Si ni dada yako. Kwa nini tuna mzigo wa mama unataka kunibebesha mimi? Wewe ndio umeniletea mimi sasa mundani, si ndio? Mimi nilikuwa nataka nipeleke mimi kwenye chumbani kwake. Kirudi ukute mhusika. Wewe umeniita ndio maana nikaja huku wangu, sio kanifikiria vibaya maana nakujua wewe. Love. Mnanichezesha? Wangapi? Mnanichezesha? Unanijumuisha mimi kwenye hayo matatizo. Hivi kweli kwa akili yako mke wangu timamu kabisa? Mtu humjui jibaba linakuja na furushi unapokea kabisa unaingia nao tena chumbani kwangu ndani wanaleta manguo ya ndani. Ili iweje? Mimi sijakuletea wewe. Mimi nilikuwa nataka nikamwekea chumbani kwake, wewe ndio umeniita huku. Kwa hiyo mnanidharau sasa, si ndio? Nivalishe sasa manguo ya ndani. Nivalishe sasa ulizike. Sio tunataka tufikie kwa nivalishe sasa. Nipe niavae manguo sasa ndio ulizike sasa. Sasa mwanangu, mbona vitu vidogo tu vya kuzungumzika na kuwa mkali hivi kweli tutaishi hivyo? Kila siku unazuka balaa jipya.
Yaani mpaka makosa ya watu wengine nabebeshwa mimi. Lazima ubebe wewe kwa sababu wewe ni mwanamke na ndio mama wa hii nyumba. Unatakiwa ukae na watu wa kike ongee nao. Unashindwa wapi wewe? Na maana unakuzidi maarifa. Sasa kama wewe jamani watu wazima. Mimi nifanyeje? Niwachukue ile bakula niwachape? Yaani katika hili mmevuka mipaka. Katika hili mmevuka mipaka. Na huyo Beyonce leo atanieleza huo pusi au hizo nguvu anazipata wapi za kuletea mimi manguo ndani hapa nyumbani kwangu. Tena tu majibabu yanakuja kugonga tu milango. Hadi tutafanya nini? Nipo na kitu gani? Analeta tu mavitu ya kipumbavu. Na wewe unapokea unaleta hadi ndani kwangu. Ndio maana nashuka kushinda nyumbani. Bwana ndio nikangaleta mipira nicheke kuja hapa nyumbani. Ni kero tu mnaletea huko ndani. Nataka mniue au? Sio hivyo mume wangu. Hapana. Watu watatu, mko watatu tu. Mnanichezesha mimi kiduku watatu tu. Mambo ya kipuzi haya. Hili halijaisha. Lazima nilisimamie. Hili halijaisha nimesema. Ndio vitu vya kipuzi mimi huko ndani. Kwa Mungu nimeziona nguo za ndani. Nguo za ndani nimeziona kabisa za dada yangu. Haifezea sitokubali. Sitokubali. Hii ni season mpya kabisa na inaitwa Bado Nakupenda, na bado tupo kwenye episodi ya 6 hivi tunaelekea ya 7. Ni series mpya kabisa ambayo inatoka kwa Donta TV. Hii ni kampuni ya Donta TV, pia wameachia hii season inaitwa Bado Nakupenda. Sisi tumeshafika episodi ya 6 sasa na tunaelekea episodi ya 7. Na leo tunakwenda kuitazama highlight ya episodi ya 6 kupitia Movie in Swahili. Basi ninachokuomba ni wewe tu kusubscribe channel yangu ili uone pata update ya movie hii inaitwa Bado Nakupenda. Na nisikuchoshe sana, tuende tukatazame nini ambacho kilitokea kwenye episode ya 6 na ya 7 kupitia Movie in Swahili. Asante na utazamaji mwema. Tunaendelea na series yetu ya Bado Nakupenda. Na hii ikiwa episodi ya 6 kupitia chaneli yangu ya Movie in Swahili. Kenny bado amekuwa chachu na subili kwa Loveless, kwani amepania kweli kweli, kivyo vyote hata kwa kumwaga damu. Kenny ameanza mipango ya kuvuruga ndoa ya Loveness. Leo hii tumeona amefika mpaka nyumbani kwa Loveness kupeleka zawadi, lakini Loveness akupendezwa na jambo hilo. Loveness alimfukuza Kenny, lakini kabla Kenny kuondoka Loveness aliitwa na mumewe. Ilimpelekea Loveness kuwa na woga na wasiwasi mumewe kumkuta Kenny pale. Kenny akaona hiyo ndio chansi ya zawadi yake kupokelewa na Loveness. Na nukuu, Kenny naomba uondoke nyumbani kwangu haraka, kwani nitakuitia mwizi. Kevi akajibu, siwezi ondoka kabla ujakubali zawadi yangu. Basi ilibidi Loveness apokee mzigo kishingo upande asikutwe na mume wake. Baada ya kupokea mzigo ule, alivyokuwa mjinga Loveness sasa, akaenda nao mpaka kwa mume wake, Kickstand ambaye ni mume wake na Loveness, akaanza kuoji mzigo huo umetoka wapi. Moto ukawaka kwa Loveness ndani aseme hizo chupi zimetoka wapi na ni za nani. Loveness ilibidi asingizie ni za wifi yake, ndipo moto ukapoa kwa Mrdikostan. Lakini mwisho wa episodi hii tumeona Loveness amepigiwa simu usiku sana, tena akiwa amelala na mume wake, na sio mwingine aliyepiga bali ni Kenny. Fuatilia episodi inayofuata kupitia chaneli yangu. Karibu na asante sana.